Mwanamke, wako wapi washtaki wako? Hakuna aliyekuhukumu kuwa na hatia? Wala mimi sikuhukumu. Enenda zako, wala usitende dhambi tena. Tafakari ya neno la Mungu, Dominika ya 5 ya Kwaresima. Katika Dominika hii ya 5 ya Kwaresima, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Nabii Isaya sura ya 43 mstari wa 16 hadi wa 21. Muktadha wa somo hili ni ahadi anayoifanya Mungu kwa wana wa Israeli kuwa atawakomboa kutoka utumwani Babeli. Ili kuwathibitishia hiyo ahadi, Mungu anawahakikishia kuwa atawasaidia kwa uwezo ule ule aliouonyesha alipowakomboa kutoka utumwani Misri. Kumbe watu wa Israeli hawapaswi kukaa katika historia yao ya bahati mbaya, maana Mungu anafanya jambo jipya. Bila shaka ahadi hizi zinatuonyesha jinsi ambavyo Mungu hasahau kamwe watu wake. Mungu aliingilia kati katika historia ya watu wake na anaendelea kutuonyesha upendo wake hata sisi taifa lake la leo. Sisi inatubidi tufumbue macho ili tuone ukuu na wema wa Mungu. Katika somo la pili linalotoka katika waraka wa Mtume Paulo kwa Wafilipi sura ya 3 mstari wa 8 hadi wa 14, linatupatia mfano wa Paulo ambaye ni mfarisayo mshika sheria kwa makini, ambaye alifikiri kwamba angeweza kupata wokovu kwa kufuata tu mapokeo ya wazee. Lakini siku moja alimgundua Yesu Kristo, na kutoka hapo na kuendelea, baada ya kumgundua Bwana wetu Yesu Kristo, Paulo alianza kufikiri katika namna iliyo nzuri zaidi na kuyahesabu yale ya kale, matendo ya wokovu yanayopatikana kwa njia ya sheria, kuyaona kana kwamba ni takataka kwa uzuri ule aliyouona wa kuishi katika imani katika Bwana wetu Yesu Kristo. Je, ilikuwa rahisi kwa Paulo kubadilisha mwenendo wake kutoka katika kufuata sheria na kuanza kuishi kwa kufuata sheria kwa imani katika Bwana wetu Yesu Kristo? Bila shaka, jinsi ambavyo huwa ni vigumu kwetu sisi kuziacha tabia zetu, vivyo hivyo Paulo naye alipitia katika wakati huo mgumu wa kuiacha tabia yake. Lakini alielewa kwamba baada ya kuipokea imani na kuunganishwa na Kristo kwa neema, alipaswa kuishi katika neema ya Kristo. Basi akayahesabu yote kuwa hasara kwa ajili ya uzuri usio na kiasi wa kumjua Yesu Kristo na kuishi ndani mwake. Huo ni mwaliko kwetu sisi kwamba historia ya maisha yetu, kutoka tulipoumbwa, kutoka tulipozaliwa hadi tunapokuwa, bila shaka tumeishi kwa kufuata taratibu za mazingira na makuzi tuliyopewa. Lakini kutoka pale tunapomjua Bwana wetu Yesu Kristo, kutoka pale tunapokubali kubatizwa na kuwa Wakristo, inatupasa kuachana na mwenendo wote ambao hauendani na hali yetu mpya ya kuwa wafuasi wa Kristo. Ndivyo tunavyoingia katika somo la Injili ya siku ya leo, ambapo tunakutana na habari ya watu Mafarisayo na waandishi wanaompelekea Yesu mwanamke aliyefumaniwa katika uzinzi, na wanamuuliza Yesu kwamba Musa aliwaamuru wawapige kwa mawe hadi kufa wanawake wanaokutwa katika hali hiyo. Yesu anasemaje? Ni kweli, katika kisa hiki wanamuuliza Yesu ili kumtega. Wanataka Yesu aingie katika mtego, akiruhusu kifo cha mwanamke huyo kwa kupigwa kwa mawe, wapate kumshtaki katika serikali ya Warumi, ambayo hiyo ilijihifadhia yenyewe tu haki ya kutoa adhabu ya kifo. Hivyo Yesu angekuwa ameingia katika mgogoro wa kisheria na serikali ya Kirumi kwamba ameamuru mtu auawe. Lakini je, anabaki salama katika sheria ya dini? Yesu ambaye ni nabii, ni mwana wa Mungu, na anafundisha kweli na anaeneza vizuri na anaeleza kweli ya Mungu pasi kuogopa macho na maneno ya watu. Je, atoe agizo kinyume na agizo lililotolewa na Musa, hali ya kuwa watu wote wanamheshimu na kumwona Musa ndio nabii yule ajaye? Yesu anatendaje? Anatenda kinyume kabisa na mategemeo yao. Katika
mtego wa kutaka kwamba Yesu atoe hukumu ya kumhukumu mwanamke yule kuuawa au amtetee mwanamke yule kwamba asiuawe, Yesu anaibuka na fundisho jipya, lakini bila shaka fundisho hili alikueleweka kirahisi kwa watu wa wakati wake. Bila shaka Yesu anawapa fundisho ambalo wao hawalijui kutoka katika kitabu cha nabii Ezekieli sura ya 33 mstari wa 11. Na fundisho hili ndugu zangu silo alilolitamka Yesu, ila matendo yake yananifanya nione Yesu ametenda kulingana na kile ambacho tunafundishwa na neno la Mungu, kitabu cha nabii Ezekieli sura ya 33 mstari wa 11. Kama mimi niishivyo, asema Bwana Mungu, sikufurahii kufa kwake mtu muovu, bali agairi mtu muovu na kuiacha njia yake mbaya akaishi. Gairini, gairini mkaache njia zenu mbaya. Mbona mnataka kufa enyi nyumba ya Israeli? Ndugu zangu, nimetumia tafakari ya kifungo hicho cha Ezekieli sura ya 33 mstari wa 11 katika kuiunganisha au kuifafanua injili ya leo kadiri ya mwinjili Yohane sura ya 8 mstari wa 1 hadi ule wa 11, ambapo inatueleza kisa hicho cha mwanamke aliyefumaniwa katika uzinzi. Katika injili ya leo tunakutana na Bwana wetu Yesu Kristo ambaye anadhihirisha wazi kuwa Mungu hakufurahi kufa kwake mtu muovu. Tunaona leo Bwana wetu Yesu Kristo anamsamehe mama huyu mdhambi. Sio mara ya kwanza Yesu kumsamehe mdhambi, lakini leo tunaona Yesu anamsamehe mdhambi katika mazingira tofauti kidogo. Kwanza ni mwanamke aliyefumaniwa alipokuwa akizini. Sheria ya Musa ilidai hukumu ya kifo kwa kupigwa kwa mawe. Waandishi na Mafarisayo wanaijua sheria hiyo, na bila shaka walikuwa wakiitekeleza kwa watu wengine. Lakini leo, kama nilivyokwisha sema, wanamletea Yesu mwanamke huyo ili wamjaribu wapate sababu ya kumshtaki Yesu. Lakini je, Yesu anaingia katika mtego huo? Tunaona Yesu haingii kwenye mtego, bali anamsamehe mwanamke huyu. Lakini tunaweza tukajiuliza, je, Yesu amemsamehe mwanamke huyu pasipo majuto? Mbona tujasikia hata mwanamke akiomba msamaha? Lakini tunapoendelea kutafakari tutagundua hali ilivyo. Bwana wetu Yesu Kristo haingii katika mtego ambao wanamtegea Mafarisayo na waandishi, bali katika hukumu wanayoidai kutoka kwake ya je, mwanamke huyu apigwe kwa mawe hadi kufa au la, Yesu anainama chini, anaandika kwa kidole chake katika nchi. Hatuambiwi anaandika nini, lakini tunaambiwa tu anainama chini, anaandika kwa kidole chake katika nchi. Je, sio kwamba kule kuandika kwake katika nchi ni ishara ya kuandika kwake sheria mpya katika mioyo yetu? Tunajua wazi kwamba Yesu hakuja kuitangua Torati bali kuikamilisha. Tunafundishwa hivyo katika Injili kadiri ya Mathayo sura ya 5 mstari wa 17. Lakini kule kuandika kwake katika nchi, badala ya kutoa jibu kwamba ndiyo sheria inadai apigwe basi apigwe, au kusema kwamba msimpige, je, kuna maana gani? Wanapozidi kumsonga, anawajibu kwa kuonyesha ukubwa wa kwamba wote wanaomshtaki yule mwanamke nao wanahitaji kwanza kujihukumu. Yesu anawajibu kwa kuambia, yeye asiye na dhambi miongoni mwenu na awe wa kwanza kumtupia jiwe. Je, maana yake ni nini? Ndugu zangu, katika mtego ambao hawa walimtegea Bwana wetu Yesu Kristo, Yesu sio tu kwamba anaujua mtego wao, bali pia anawafahamu vilivyo. Anajua pia hali yao kuwa ni mbaya na inahitaji msaada. Anawajua kuwa wao pia ni wadhambi, lakini hatumii kigezo cha kwamba wao ni wadhambi na yeye kuanza kuwahukumu kwa kusema ninyi pia ni wadhambi kama huyu mwanamke alikuwa wadhambi, basi kila mtu aendelee kutenda dhambi. Hapana. Bwana wetu Yesu Kristo anawaalika warudi ndani, wazichunguze dhamiri zao, wajione kama kweli wanastahili kumhukumu huyu mama, hao na wao pia wanastahili kuhukumiwa. Asiye na dhambi miongoni mwenu na awe wa kwanza kumtupia mawe. Tunaelezwa na mwinjili kwamba nao wakishtakiwa na dhamiri zao wakaanza kuondoka,
tangu aliye mzee hata mdogo wao. Tujiulize, je, dhamiri zetu zinatuhukumu? Je, tunajichunguza na kujitafakari vilivyo jinsi tulivyo mbele ya Mungu, na tunayatafakari au tunayatafakari tu matendo ya wengine zaidi na maovu yao? Je, katika nyakati za Yesu hakuna watu waliotenda mema? Au mwanamke huyu aliyefumaniwa ambaye ameletwa leo kwa Yesu kushtakiwa hakuwahi kutenda mema hata kidogo katika maisha yake? Mbona hatusikii Mafarisayo na waandishi wakimpelekea Yesu watu waliotenda mema ili awape tuzo? Ila wanampelekea Yesu huyu mama aliyetenda maovu na watu waliotenda maovu. Kwa nini wanadai tu hukumu na hawadai tuzo? Walishitakiwa na dhamiri zao. Sisi nasi kabla ya kuwahukumu wengine, na hata sio tu kwa ajili ya kuwahukumu wengine, kosa la mtu linabaki kuwa kosa, tuliseme au tusiliseme. Lakini je, Mungu anafurahia kufa kwake mtu mwovu? Tuone alama ile au ishara hiyo ya Yesu kuinama na kuinuka. Yesu anainama, anaandika katika nchi. Je, hii haiwakilishi ujio wake kama neno wa Mungu anayekuja kutuandikia sheria mpya ya Mungu na kutufunulia njia ya mbinguni? Na kule kuinuka sio ishara ya kutuinua sisi wa dhambi aliyoshuka chini kwa ajili ya kutuandikia sheria mpya na kutuelekeza namna ya kuinuka na kupanda kwenda mbinguni? Sio ishara ya kuinuliwa kwa ubinadamu wetu uliojeruhiwa kwa ajili ya dhambi kwa njia ya mwanawe Bwana wetu Yesu Kristo ambaye ni mkombozi wetu? Mwisho, baada ya kuwa wote wameondoka, anabaki yule mama na Yesu peke yake. Yule mama amesimama katikati. Hapa tunakutana na kile ambacho Mtakatifu Agostino anakitafsiri kwa kutumia maneno ya Kilatini misericordia et misera, yaani akimaanisha huruma na udhaifu. Yesu ambaye ni mwenye huruma, ni mwenye haki, ni mwema, amebaki na mwanamke huyu mdhambi, mkosefu na dhaifu. Wamebaki wao wawili. Tujiulize, je, mitume wa Yesu wako wapi? Nao waliondoka? Nao walikuwa miongoni mwa wale watu walioshtakiwa na dhamiri zao na kuondoka? Wale watu waliokuwa wamemwendea Yesu, Yesu akawa ameketi akiwafundisha kabla ya kuletewa kesi ya mama huyu, na wao je, wako wapi? Nao wameondoka? Tunaona amebaki hakimu Yesu na mtuhumiwa mwanamke yule mdhambi peke yake. Je, katika kuona hii kubaki kwa Yesu aliyekuwa ameketi na mwanamke yule aliyekuwa amesimama mbele yake, hatuoni picha ya kiti cha kitubio? Hivi Yesu alipokuwa ameinama anaandika, watu wote wakiwa wamekwisha ondoka, je, mwanamke huyu kwa nini hakuweza kukimbia na kuondoka? Mbona bado amesimama mbele ya Yesu? Inamaanisha naye alikuwa anatafuta hukumu. Kwa nini asingekimbia? Je, tuchukulie kwamba angekimbia, Yesu angemkimbiza au ndo angewaita wale watu, hebu mkamateni huyo mumpige kwa mawe? Yesu anapobaki na huyo mwanamke, ndipo anaanza kuzungumza naye. Mazungumzo ya Yesu kabla, wakati watu wakiwa wamemsonga, hakuanza kumzungumza na yule mwanamke kwa kumhoji. Amesubiri wote wamekwisha ondoka, ndio anaanza kuzungumza na huyu mwanamke. Na katika mazungumzo yake, mahojiano yake, Yesu hayaingii katika kumlaumu mwanamke huyu, wala aanzi kwa kumuuliza, kwa nini ulimsaliti mmeo? Kwa nini umezini? Umezini mara ngapi? Au unatoa kitu gani ili nikusamee? Yesu anamuuliza tu mwanamke yule, wako wapi washtaki wako? Mwanamke huyu anajibu, hakuna Bwana. Hakuna aliyekushtaki kuwa na hatia. Anasema hakuna Bwana. Na Yesu anasema, hata mimi sikuhukumu. Enenda zako wala usitende dhambi. Hivyo tu. Wala Yesu amwambii, siku ukirudia sitakusamehe tena, au siku ukirudia nitaruhusu upigwe kwa mawe, wala maneno mengine yanayofanana na hayo. Tunajifunza nini? Tunaweza tukasema kama tunavyofundishwa na kitabu cha kwanza cha Samueli sura ya 16 mstari wa 7.
Bwana haangalii kama wanadamu waangaliavyo. Mwanadamu itazama sura ya nje, bali Bwana hutazama moyo. Bila shaka mama huyu alivyokuwa amebaki mbele ya Yesu, Yesu anamjua fika yule mama, na anajua majuto yake, anajua fedheha aliyoipata kutoka katika hilo tukio, na anajua ambavyo amesikitika na kujutia moyoni mwake juu ya uovu alioufanya na yale yaliyokuwa yanaenda kumpata. Yesu hamhukumu, hamwangalii kama wanadamu wanavyoangalia. Tunafundishwa na waraka wa pili wa Mtume Petro kwa watu wote, sura ya 3 mstari wa 9, Bwana hapendi mtu yoyote apotee, bali wote wafikie toba. Je, ndio msingi huo wa Yesu kumsamehe mama huyu? Lakini pia Luka sura ya 13 mstari wa 2 hadi wa 3, tumesikia injili hii Dominika 2 zilizopita. Yesu anasema, je, mwadhani kwamba Wagalilaya hao walikuwa wenye dhambi kuliko Wagalilaya wote hata wakapatwa na mambo hayo? Na waambia sivyo, lakini msipotubu ninyi nyote mtaangamia vivyo. Luka sura ya 13 mstari wa 2 hadi wa 3. Lakini je, tutasahauje au tutaacha vipi kuyanukuu maneno ya injili kadiri ya Yohane sura ya 3 kuanzia mstari wa 16 hadi wa 19? Kwa kunukuu kwa ufupi tu ule mstari wa 17, Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Je, ndio msingi huo wa Yesu kumsamehe mwanamke huyu mdhambi? Ndugu zangu, kusamehewa kwa mwanamke huyu kutukumbusha na sisi kutubu ili tuishi katika amani na Mungu. Kutukumbushe kuyahesabu mambo yote kuwa hasara kwa ajili ya uzuri usio na kiasi wa kumjua Yesu Kristo Bwana wetu. Kwa ajili yake tukubali kupata hasara ya mambo yote, tukiyahesabu kuwa kama mavi ili tumpate Kristo. Tukubali hata sasa kumrudia Mungu kwa mioyo yetu yote. Tuuchunguze na kuutafakari wema na upendo wa Mungu, na tukafurahishwe na huo tu, na wala tusitafute kufurahishwa na malimwengu. Tuwapende wa dhambi na kuwasaidia watoke dhambini, lakini tusitafute kuangamia kwao. Tusifurahie maovu yao kama wengine na kutamani mabaya yawapate, bali tuwaombee msamaha na pengine hata kufanya malipizi kwa dhambi zetu na za ulimwengu mzima. Tusikimbie, bali tubaki na Yesu. Tunapokuwa tumetenda maovu, tusione aibu na aibu ya kutufanya tuanze kumwacha Yesu na kuanza kujificha. Tukubali kusimama mbele za Yesu hata kama tutakuwa katika kipindi cha aibu kali kabisa. Tusimame mbele yake, tukubali kuhukumiwa na yeye kuliko kuhukumiwa na walimwengu. Tumuombe Mungu atusaidie nasi kuenenda katika hali ya upendo ule ambao kwao Yesu Kristo mwanaye pekee aliupenda ulimwengu hata akajitoa auawe. Asante Yesu, sifa kwa Yesu.